wakipinga huku wengine wakiunga mkono uteuzi huo uliofanywa na rais. Taarifa hii kwa ukubwa wake utakuwa unaipokea hapo baadaye, ila kwa sasa mtazamaji, hebu tuangazie taarifa kuu usiku huu. Viongozi wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka wadai kuwa makamishna walioteuliwa wa IEBC watatumika kutimiza ajenda ya Rais Ruto mwaka wa 2027. Mmoja hapa Kenya ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, tumuulize anataka IEBC isikue. Kwa nini anazuia wale ambao wamechaguliwa? Mwenyekiti wa NACADA adokeza kuwa asilimia 45 ya wanafunzi wanaaminika kuwa wamejihusisha na utumizi wa dawa za kulevya. Nusu ya wanafunzi wetu, 45%, which is about 50%, ndivyo hao vijana ambaye tunapeleka mashule yetu wametumia mihadarati moja ama nyingine, so they have used drugs. Zaidi ya familia 100 kutoka eneo la Dabibi na Naivasha zasalia bila makao baada ya majumba yao kusombwa na mafuriko. Maji imetufurika leo usiku, hatujalala, vile hata inataka nyesha saa hii, hatujui tunaelekea wapi. So tunaomba usaidizi kwa serikali yetu ya kaunti na serikali yetu yote watusaidie. Na tutakujuza kuhusu Lea Ngutu ambaye ni naibu chifu kutoka eneo la Mitaboni anavyowasaidia vijana kukuza talanta. Hata mambo na drugs na mambo na makesi ndogo ndogo kama za wizi hakuna. Saa zile wamekaa hapa nasikia tu nimefurahia cause wako busy. Na mimi ni Victor Kayanda, niko na mwenzangu Priscilla Mwangi upande wa pili wa lugha ya alama. Kumbuka taarifa hizi pia unazipokea mbashara katika mtandao wetu wa Facebook ambapo tunapatikana kama @UnduguTV Kenya, na pia tunakupa nafasi nyingine ya kusema nasi kwa kutuma ujumbe mfupi, nambari ya simu ikiwa ni 0782705705, nami ndakuwa naangazia jumbe zako kadri muda unavyosonga. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa makamishna wa tume ya IEBC walioteuliwa na Rais William Ruto watatumika kutekeleza ajenda yake ya kupata hatamu nyingine ya uongozi mwaka wa 2027. Akiongeza kuwa mwenyekiti wa IEBC aliyeteuliwa Erastus Ethekon ni mfuasi wa karibu wa mfanyikazi wa ikulu ya rais, jambo ambalo linamfanya kukosa imani na mwenyekiti huyo. Aidha, ameweka wazi kuwa watatumia uwezo wao kuwashawishi wananchi kuipeleka serikali ya Rais Ruto nyumbani ifikapo mwaka wa 2027. Fred Wambua anatufungulia taarifa zetu usiku huu. Baada ya zoezi la kuwahoji wagombea wa mwenyekiti wa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutamatika na hatimaye rais kufanya uteuzi rasmi, wasiwasi mwingi umeibuliwa na mrengo wa upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka, viongozi hao wakidokezea kwamba tume iliyobuniwa sio ya wananchi bali ni ya kusaidia kuiba uchaguzi mwaka 2027 baada ya kupata idhini kutoka kwa kinara wa ODM Raila Odinga. Katika waraka aliochapisha katika mitandao ya kijamii, Kalonzo amebaini kuwa uteuzi wa Hassan Nur unaibua shaka, kwani anaaminika kuwa na uhusiano wa kifamilia na kiongozi wa walio wachache bungeni Junet Mohamed, pia akimtaja mwenyekiti mteuli wa IEBC Erastus Edong kama mfuasi sugu wa Rais Ruto na pia aliyehudumu chini ya gavana Josephat Nonoko na ambaye ni mfanyikazi wa ikulu. Viongozi hao wameshinikiza kuwa wapo tayari kuwashawishi Wakenya kuwatuma viongozi hawa nyumbani na kurejesha taifa hili katika ubora wake, kuhamasisha ukweli, uaminifu na pia utawala mwema. Aidha, viongozi wanaoegemea upande wa serikali wamemkashifu Kalonzo Musyoka wakisema kuwa anataka kuzuia IEBC kubuniwa, huku wakimtaka kome ili chaguzi ndogo ziwepo ili wananchi wanaokosa wawakilishi waweze kufaidika. Mmoja hapa Kenya ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, tumuulize anataka IEBC isikue. Kwa nini anazuia wale ambao wamechaguliwa? Sisi tunaomba IEBC kuwe in place
Kuna constituencies wabunge walikufa, wabunge wawekwe, MCS wenye walikufa, hizo wards zipate MCS. Na sisi kama kina mama, kazi yetu tumekuja kuhubiri amani, na tunataka amani idumu Kenya nzima. Kabisa kabisa. Na mnasema Ruto 10 bila break. The selection panel is not only qualified, but they did an amazing job, and we finally have proposed chairman and proposed members of the commission. We want to ask the complainers, perennial complainers, to stop complaining and go to the ground. They should stop yapping and go to the ground. They should stop making a lot of useless noise and go to the ground. Ama ni kushindwa wanajua atashinda na wanaanza kupiga mdomo hapa. IEBC tunangoja hiyo list pale bunge, speaker ameleta communication, we will look at it and we will surely give Kenyans an IEBC commission that is competent. Fredrick Kwambua, Undugu TV. Naam, tusalie hapo kwa siasa. Naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki amefanya mkutano na viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Nyandarua na kujadili jinsi ya kuhakikisha maendeleo yanafika katika kaunti hiyo. Katika mkutano huo, Kindiki amewakemea baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Mlima Kenya, akiwakashifu kwa kuendeleza siasa, usemi ambao umeungwa mkono na baadhi ya viongozi kutoka kaunti hiyo ya Nyandarua, wakisema wataendelea kushirikiana na serikali kwa manufaa ya maendeleo ya wakazi wa eneo hilo. Mary Chalo anatuarifu. Naibu Rais Kithure Kindiki anapoendelea kukwea mlima, tukuje tusikuje, leo amekutana na viongozi wa Nyandarua na kuwashawishi kuendelea kuiunga mkono serikali ya Rais Ruto. Japo amewakashifu viongozi kutoka eneo hilo, anausema kuwa wanajaribu kuendeleza siasa wakati wa kuendeleza maendeleo. Hakuja wanachochea wananchi, wanawaweka mori, kuchochea wanaenda. Hajasaidia na chochote, hajasukuma barabara, hajasukuma maji, na wengine ni watu wamechaguliwa. Kazi ya mtu amechaguliwa ni kuchochea wananchi ama ni kuwatafutia maendeleo? Na vile vile tunajua ya kwamba katika mambo ya siasa, mwananchi siku hizi anataka kusikia wewe kama kiongozi, wakati umekuwa mbunge, wakati umekuwa MCA, umekuwa governor, senator, ama hata rais wetu, umefanya nini siku ile umekuwa kwa ofisi. Mbunge wa Uriri Mark Nyamita akiwarai viongozi kusaza siasa za vurugu na ukabila na badala yake kuunga serikali kuu mkono. Wale viongozi ambao wanaendelea kutugawa kwa ukabila, tuwaambie wakae kando. Na mimi nawaambia sisi leo tuko hapa uongozini, Moi wameenda, Kibaki wameenda, ni sisi tu. If we do not guide the next generation and we take them the path hii ya vita na kuchukiana, haitasaidia. Kwa hivyo mimi nawaambia tu, mkitaka kuendelea kutusi, tafadhali mtusi. Sisi tumewacha. Ile mbili tumepewa, sisi tunashukuru. Aidha, viongozi hawa wameonekana kuunga serikali mkono, wakidokeza kuwa kupinga miradi ya serikali hakutawasaidia wakazi wa maeneo yao kupata maendeleo. Wakidokeza kuwa kwa miaka mingi kaunti ya Nyandarua imekuwa ikitengwa kimaendeleo, lakini hilo sasa linabadilika. Zile serikali zimekuwa hapo mbele, zimekuwa zikitenga Nyandarua for so many years, either by default or by design. Mimi watu ya Nyandarua niko hapa kuwaomba kitu moja. Kama kupinga ni mzuri, na kama kupinga huleta maendeleo, kwa nini Raila anaingianga kwa serikali? Kando na hayo, naibu rais ameipigia serikali ya Kenya Kwanza kipaumbele, akitaja baadhi ya miradi ambayo serikali hii imefikia. Kupitia sera ya serikali hii, tukasema moja ya kile kinasababisha bei ya unga ifike 250, 240 kilo mbili ni kwa sababu ya bei ya juu ya fertilizer.
ndio tukaweka pesa ya serikali ya kupunguzia mwananchi mzigo wa bei ya fertilizer. Mary Kyalo, Undugu TV. Maafisa wa NACADA kwa ushirikiano na maafisa wa upelelezi wamefanikiwa kunasa dawa za kulevya ikiwemo bangi na sigara katika mpaka wa Oyugis na Kisii. Katika kaunti ya Kitui, mwenyekiti wa NACADA Daktari Stephen Mairoro amebaini kuwa 47% ya wanafunzi wanaaminika kuwa wanatumia dawa za kulevya. Wakenya wakishauriwa kuwahamasisha vijana wachanga kuhusu madhara ya utumizi wa dawa za kulevya. First of all, to thank the members of the public for giving us the information that there is a lot of there was somebody who was selling bang, to be specific, the cannabis sativa, which we are yet to take to the government chemist to ascertain the same, and that also the operation which involved NACADA, the DCI officers, and the ANU. We have managed to intercept a number of contraband goods. If you allow me, I can also state them. We have intercepted 14 packets of uncustomed Oris cigarettes, as you can see. The other one, we have also intercepted 400 packets of uncustomed Supermax cigarettes, and we have also managed to arrest 2 suspects who are in custody, and once the file is ready, by tomorrow they will be arraigned at Oyugis law courts. We are very grateful for the information that the members of public have shared with us. Statistics ambaye tumepata NACADA juzi ambaye ilitushangaza kiasi. Tumefanya utafiti ambaye imetolewa ikapatikana kwamba nusu ya wanafunzi wetu 45%, which is about 50%, ndivyo hao vijana ambaye tunapeleka mashule yetu wametumia mihadarati moja ama nyingine. So they have used drugs. I deal with a lot of young people who have taken drugs. Wale watoto ambao wametumia madawa za nini? Za kulevya. Ukikuta wengi ni kwa sababu walikosea mahali katika maadili zao, si ndivyo? Tukifunza watoto wetu maadili mema ya heshima, baraka za Mungu pia inakuwa juu yao. Na tukisonga mbele, mtazamaji, ni kwamba zaidi ya familia 100 zimewachwa bila makao katika eneo bunge la Naivasha, kaunti ya Nakuru, kufuatia mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia leo, wengi wao wakisalia na hofu kwa vile hawana makazi tena. Wakazi wale wakiitaka serikali kuwasaidia na matingatinga ya kutengeneza mitaro ya kupitisha maji yatakayoelekeza maji katika ziwa Naivasha. Maji imetufurika leo usiku, hatujalala, vile hata inataka nyesha saa hii, hatujui tunaelekea wapi. So tunaomba usaidizi kwa serikali yetu ya kaunti na serikali yetu yote watusaidie. Matinga ikuje itusaidie kuonesha hii maji njia iwashe kupitia kwa mabama. Shule hakuna sasa, sijui watoto wataingia wapi. Shule Ndabibi primary imesiliwa na maji. Jana usiku maji haya yamezidi. Na kuanzia jana usiku masaa saa 2 mvua ilikuwa kubwa sana na maji yakafurika kwa boma za watu, vitabu, mifugo yote imesombwa. Maji yametuvamia hasa jana usiku ambapo mvua haikuwa hapa lakini ilinyesha mlimani. Kwa hiyo maji yakachukua mkondo na yakatupata kwa kazi mwendo wa saa 2 usiku, na kuanzia hapo ikajaa manyumba, ikabeba vitu vingi na hata ikaharibu chakula. Mara ni vizuri kuzuia kuliko kuponya, kwa sababu sasa wakati tunaelekea dakika hii, tunaona kule imeanza kuwa nyeusi katika mlima, tumeanza kupata wasiwasi. Kwa hivyo tungeomba kusaidiwa kwa njia ya kuelekezwa maji kupitia excavator, maana ilikuwa hapo awali imetengenezewa njia lakini sasa imeziba, maana imejaa. Jambo tunaiona saizi hivi inatupatia wasiwasi. Watoto, vitabu vimeenda, chochote ambacho kilikuwa kimepatikana nje kimeenda. Kwa hivyo tunaomba, tumejaribu vile tuwezavyo hapa kwa leo, lakini ikikuja kwa kazi tunaona bado inatutisha.
Naam, kutoka Naivasha kaunti ya Nakuru sasa tunakwenda mapumzikoni, japo na kusi usiondoke kwa kuwa tutarejea na mengi zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Tuko na 18,000 empowered women and men na youth na hiyo sako yetu ambayo iko na over 300 million ambazo tumecreate kutoka zero. NDC Empowerment Sacco ni chama cha akiba na mikopo. Mwenye anataka kujiunga awe ameitimiza miaka 18. Tunahitaji kuwa na fotokopi ya kitambulisho, passport size photo. Pesa ambazo zinalipwa ili kujiunga na chama chetu ni shilingi 200. 100 ni ya kujiandikisha na ile ingine ni ya passbook. Kila mwanachama anahitaji kuwa amelipa hisa 5 ambazo ni za 5,000. Tunaruhusu kulipa polepole. Akiba huwa tunaruhusu shilingi 130 kiwango cha chini na hakuna kiwango cha juu cha akiba. 1,000,000 inaweza kushukuru ili tuweze kuwa empower members wetu. Imenijenga sana. Mimi ni mmoja kati wa wale wanafurahia. Wale hamjajua maana ya sako, mjoini sako na muingie katika biashara. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa zetu. Karibu tuendelea kukupasha. Naibu chifu wa kata ndogo ya Ngiini eneo la Mitaboni kaunti ya Machakos, Lea Ngutu, ameanzisha juhudi za kuwawezesha timu za soka mashinani kama njia ya kukabiliana na dawa za kulevya na mimba za mapema. Kulingana na kiongozi huyo, juhudi hizi tayari zimeanza kuzaa matunda, akisema visa vya uhalifu vimepungua katika eneo hilo. Vilevile amewarai viongozi wengine kuingilia na kuwezesha timu hii, kwani imekosa rasilimali muhimu za kucheza kama vile uwanja na mipira. Tazama. Na nikaona hakuna haja niache vibali za watoto wazipotee. Nikaona niwatafute, tuongee, nijue vile naweza kuinua na pia ijulikane na watu wengine kama tunaweza pata hata wahisani wakuja wasaidie hii timu. At least wajua wanaweza pitia wapi. Saa zile wanaenda kucheza hiyo mpira na furahianga kwa sababu hata mambo na drugs na mambo na makesi ndogo ndogo kama za wizi hakuna. Saa zile wamekaa hapa nasikia tu nimefurahia cause wako busy. Wako busy, hakuna report cases mbaya mbaya kama za wizi. Naitumia kama kufight drugs pia na teenage pregnancies na kuhimiza hata vijana wa shule waachane na wasichana wa shule, kwa sababu saa hii wasichana siku hizi ndio wanaweka vijana kwa mitego. Tushirikiane na watu wainue ili waweze kuendelea mbali. Kuwainuaje? Kwa kuwanunulia mipira, uniform, kwa kuwa motivate na hata kuwaongelesha wawache hii mambo ya miandarati, waweze kucheza mpira peke yake. Hii wakicheza mpira wanaenda shule, kuingia kwa makanisa wanafunzwa, ndio wawe watu wa kutegemewa hata siku za usoni. Tukaona tukiwaachilia
wataharibika. Ndio tulichukua hii fursa tuwasimamie kwa kuwapatia mpira kama hii unaona wanacheza hapa. Hawatajiingiza kwenye mambo mabaya kama kukula mikuka, kutumia bangi, kufuta zigara, hata kwa mambo ile ingine ya wizi. Katika ngini tutashikana mikono na hii timu yetu. Tuende mbele, tueneze talanta kwa ngini sub location. Na wakazi na viongozi wa Angata Barikoi wametoa wito kwa serikali kujitahidi kuimarisha usalama wa maeneo hayo, haswa kutokana na wizi wa mifugo unaoendelezwa katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Kulingana na mbunge wa Emurua Dikir Yohana Ngeno, mipaka ya kitaifa inafaa kulindwa na wanajeshi, akiomba Rais William Ruto kuweka kambi ya wanajeshi katika eneo hilo, jambo analosema litaimarisha hali ya usalama. We still calling upon the government to ensure that there is maximum security. Na wale ambao wamedunishwa kama wale GSU, they should have been replaced by a stock theft unit wenye wanajua mambo ya wizi ya ng'ombe. You know, sometimes GSUs are trained to do other things. Police are trained to do other things. But anti-stock theft unit are trained to track, trace, and prevent cattle theft or cattle rustling. So hiyo ndio tunasema ya kwamba these are supposed to have been there. International boundaries inalindwa na jeshi la Kenya. Hii yetu hii ya Angata Barikoi na Tanzania iwezi lindwa na polisi ya kawaida. Yenye unaenda unaandikisha statement. These international boundaries are normally manned by Kenya Defence Forces. And therefore, sisi tunaomba rais atuletee hapa camp ya Kenya Defence Forces. Na iko shamba yenye wanaweza kuja ishi na walinde hii mpaka yote. Hautawahi sikia ng'ombe tena ikiibiwa hapa. Hautawahi sikia watu wakichokozwa na communities from tunasukulika mingi na serikali yaangalie sisi. Tuko na tabu katika Angata Barikoi. Kwa hiyo sasa naomba kabisa kwa macho yangu na macho yote kwa hii watu wetu hapa. Tuko tabu hatulali. Na wanachama wa shirika la afya SACCO wamelalamikia usimamizi mbaya katika chama hicho cha afya, ambapo wametoa tetesi za kutolipwa pesa zao. Wanachama hao wakisema imekuwa vigumu kuchukua mikopo, wakisema kumekuwa na utepetevu katika shughuli za kuongoza shirika hilo. Wanachama hao wamesema wamepiga ripoti katika wizara husika, ila hakuna hatua iliyochukuliwa dhidi ya viongozi wake. SACCO Societies Regulatory Authority audit report dated at 1st October 2024 revealed gross mismanagement approximately to cost 0.6 billion of members' funds. SACCO issued a strong recommendation and warned of possible liquidation, yet failed to monitor compliance or take and enforce corrective measures. Senior officials, namely the CEO, chairperson, board of directors, and the chairperson supervision committee, continued to irregularly withdraw funds, issue themselves unsecured loans, and operate SACCO accounts with impunity. Members have been denied access to loans, including emergency loans, and even those members who have applied to relinquish themselves from the SACCO. Retired members from as far back as 2021 to date remain unpaid of their shares despite their repeated requests to the Afya SACCO. Yet, many of them are suffering from chronic illnesses. Numerous members seeking to withdraw from the SACCO on personal grounds have faced delays and obstruction contrary to the SACCO's 60 working day policy. From one top manager, i.e. the auditor, chief accountant, etc., to the other, from one office to the other, within the same institution, has led to looting, diversion, and embezzlement of funds. This has skyrocketed to unbelievable heights.
Members trying to stop deduction from their salaries in form of shares have been blocked, despite clear constitutional rights to do so. Many retired and erring members are unable to meet basic needs or access medical care, even though they have millions in savings tied up in Afya Sacco. Members have not received their dividends for the year 2024 as required by the Constitution and as required by Cooperative and Societies Act. Na tukisalia na masuala yanayofungamana na afya ni kwamba wahudumu wa afya kwa wote katika kaunti za Nairobi na Turkana wameandamana wakishinikiza kupata ajira ya kudumu pamoja na kulipwa marupurupu waliofaa kulipwa wakati wa janga la COVID-19. Wahudumu wao wameandamana hadi katika ofisi za Wizara ya Afya wakilalamikia kubaguliwa na wizara hiyo kutokana na mishahara duni wanaopokea na kutolipwa mchango wao wanaotoa kwa bima ya afya ya SHA. James Mwangi na makala ya kila wiki ya Undugu Afya. Kwa miezi miwili sasa, wahudumu wa afya kwa wote wameendeleza mgomo ambao umeendelea kutatiza shughuli za kiafya katika hospitali za kaunti. Wahudumu hao hii leo wameandamana hadi katika afisi za Wizara ya Afya wakilalamikia kubaguliwa na wizara hiyo kutokana na mishahara duni wanayopokea, wakitaka kuajiriwa rasmi kama wahudumu wa afya. What our CS Duale said and the communique by the Ministry of Health and Council of Governors that stated we should go back to work as of last week, and that our payroll is going to the county levels with the same stipend. We are here to say that we reject that proposal. We demand that we put on permanent and pensionable terms. Napenda kuelezea kwamba wakaweze kutupatia gratuity yetu ambayo tumeweza kuhudumia kwa muda wa miaka mitatu. Zaidi ya hayo, wamelalamikia kutolipwa kwa mchango unaotoa kwa bima ya afya ya SHA na kutolipwa kwa marupurupu waliofaa kulipwa wakati wa COVID-19. Bwana William Samoei Ruto, for how long are we going to come to these streets of Nairobi to keep asking for the same things? For how long are we going to lose the UHC health workers? Is UHC still alive? We have been going around the country championing for universal health coverage. What is this universal health coverage without UHC staff? Madam Modhoni has been promising us PNP since time immemorial. What does she want with us? Does she want us to die? What does she want? Wahudumu katika kaunti ya Turkana wamelalamikia kutopandishwa vyeo kwa wahudumu tangu walipoanza kazi mwaka wa 2020 na idadi chache ya wahudumu katika kaunti hiyo pamoja na mishahara duni ambayo inawadhibiti kujiendeleza kimaisha. Since this devolution, we only have 63 medical lab officers who are employed in this county, and we have a total of 228 health facilities. You can imagine these officers manning all these facilities. Our officers have stagnated for long. There has been no any promotion since the one that we had in 2020. County government recruited us, but the national government is the one paying the UHC. Now there has been always a blame game between the national government and the county government. And the UHC workers are suffering. For all these years, we have been stagnated. We have been paid a stipend. Most of us, we are parents, we've got children to take care of. We cannot even be able to take them to the best schools. James Mwangi, makala ya Undugu Afya. Tumalizie na spoti mtazamaji. Katika michuano ya soka barani Ulaya, Sheffield United ililaza Bristol City mabao 3-0 at